funga milango yote ya dhihaka na kuchekwa. Funga milango yote ya kudhihakiwa, kuchekwa, kudharauliwa. Ifunge milango yote. Ifunge milango yote. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu katika safari ya mtu kuelekea juu lazima kuna kuchekwa, kuna kudhihakiwa, kuna kudharauliwa. Kwa hiyo usipofunga malango yote yanayopitisha dhihaka, dharau, kuchekwa, hakuna mtu ambaye anaweza kafika mahali pake pa juu kwenye eneo lile la maisha yake. Kuchekwa ni sehemu ya safari ya kwenda juu. Kudhihakiwa na kudharauliwa ni sehemu ya safari ya mtu kwenda juu. Hakuna mtu ambaye atafika mahali pa juu bila kupitia hayo, bila kupitia kuchekwa, kudharauliwa na hata kusimangwa. Amen. Najaribu kuwaza yule mtu aliyekuwa ameugua kwa muda mrefu na amepooza, hawezi chochote. Najaribu kuwaza kabla ya Yesu kuwepo, kwenye jamii yao, pengine kwenye familia au kwenye mji wa kwao, hakuna mtu ambaye aliwahi kupooza kwa staili ile na akapata kusimama tena. Najaribu kuwaza kipindi kile palikuwa kuna jamii kubwa, mambo ya Mungu hafuatilii sana, ni dini imetawala, hakuna matendo makuu ya Mungu, hakuna ishara, maajabu na miujiza. Wapo wanaingia sinagogi kusali kama kawaida, hakuna mkono wa Mungu ambao unadhihirishwa katikati yao, kwa kiwango ambacho mpaka kanisa nyumba ya Mungu wamegeuza kuwa pango la walanguzi. Kama Yesu alivyoingia hekaluni akakuta watu wanafanya biashara ndani ya kanisa, wanabadilishana fedha, wanafuga njiwa na mifugo humo ndani ya kanisa. Najaribu kuwaza watu wanaenda ibadani kufanya nini kama sio kutimiza wajibu? Halafu anainuka mtu anawaambia, nibebeni mnipeleke kwa Yesu Kristo niende kuombewa. Lazima uwe na uhakika. Watu walimcheka, watu walimdhihaki, watu walimdharau. Kama kwenye kitabu cha Ayubu, ambavyo Ayubu alivyoshikilia msimamo wake na Mungu, hata mke wake mwenyewe alimdharau. Mke wake mwenyewe akamcheka, akamwambia mlaani Mungu ili upate kufa. Rafiki zake wale wakumuelewa, kwa hata huyu mtu lazima alichekwa, lazima alidharauliwa. Mke mwenyewe alimdharau, mke wake mwenyewe akamcheka, akamwambia mlaani Mungu ili upate kufa. Rafiki zake wale wakumuelewa, kwa hata huyu mtu lazima alichekwa, lazima alidharauliwa, alidhihakiwa, akaonekana kama vile amerukwa na akili, amekuwa na kichaa. Lakini alipoamua kufunga malango yake ya dhihaka, hakujali kudhihakiwa, hakujali kusemwa, hakujali kuchekwa, akaamua kuchukua hatua ambazo ndani ya moyo wake ametafakari na akaona ni hatua sahihi. Alipata muujiza wa kwake na akafika mahali pake pa juu. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yule kijana aliyekuwa ameomba babake, mwana mpotevu aliyemwomba babake sehemu ya mali yake, akaondoka, akatapanya kwa anasa, akafilisika. Alipotafakari na akafanya maamuzi ya kurudi nyumbani kwao, lazima aliwaza, niliokuwa nao, kuna watu niliosoma nao, kuna watu tumekuwa nao mtaani, wanajua nilipewa mali nikaondoka, wanajua saizi nimekuwa fukara, wanajua saizi sina mbele, sina nyuma, sina chochote. Narudije? Naanzaje kuwatazama? Kuna wafanyakazi waliokuwa kwa nyumbani, udije? Naanzaje kuwatazama? Kuna wafanyakazi waliokuwa kwa nyumbani kwa baba yangu, wanajua nilivyotoka, nilivyokuwa. Narudi nikiwa nikapuku, narudi na watanitazamaje? Watanionaje? Lazima ule ujasiri wa kurudi nyumbani kwao ni kwamba kwa baba yangu wanajua nilivyotoka, nilivyokuwa. Narudi nikiwa nikapuku, narudi na watanitazamaje? Watanionaje? Lazima ule ujasiri wa kurudi nyumbani kwao ni kwamba alifunga mlango wa kuchekwa, alifunga mlango wa kudharauliwa. Angeweka mitazamo yake na macho yake kwenye kudharauliwa na kuchekwa na kudhihakiwa, asingerudi. Kwa sababu mazingira yale amekulia, mji ule ameishi, amekaa pale, watumwa wote nyumbani wa baba yake wanamfahamu alivyokuwa mtoto pendwa wa baba yake, wanajua namna alivyokuwa. Na anarudi akiwa amekonda, amenyongonyea, hana afya kwa sababu anakula chakula cha nguruwe. Anarudi akiwa hana tanguo za kuvaa, anarudi hana hili wala lile. Lazima alifunga mlango wa kuchekwa na kudharauliwa. Alikataa, aliona, alipuzia ile dharau,
Hicho kitu kimkuta hata Yesu pia. Biblia inasema alipoangalia ule utukufu utakaokuwepo baada ya msalaba, alidharau aibu, akaudharau msalaba, kwa sababu msalabani ilikuwa ni kifo cha dharau. Mtu alikuwa akiuawa msalabani ni kifo cha aibu, kifo cha dharau. Aliteswa, alivuliwa nguo, alitemewa mate, alinyoshewa mkono na watu ambao aliwaumba mwenyewe, watu ambao anawajua kabla wao hawajazaliwa, watu ambao anajua kesho yao. Yesu alikuwa anawafahamu, lakini alikubali akapigwa mawe, alikubali akapigwa makofi, akatemewa mate usoni, akavuliwa nguo mbele ya vijana wadogo, mbele ya wazazi wake, akatundikwa msalabani akiwa uchi wa mnyama, ili tu nini? Afike mahali pake pa juu. Kwa hiyo kwenye safari ya maisha ya mtu, kwenye eneo lolote lile ambalo mtu anataka kufika juu na kuwa juu, lazima ndani ya moyo wake na kwenye fikra zake afunge mlango wa kudharauliwa, afunge mlango wa kudhihakiwa. Kwake dharau isiwe kitu, kwake kudhihakiwa isiwe kitu, kwake kuchekwa isiwe kitu, kwa sababu ni sehemu ya safari ya maisha ya mtu ili afike juu na kutakia kufika. Haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen. Kwa sababu hakuna safari yoyote ya kufika juu ambao haitakutana na dharau na kuchekwa na kudhihakiwa. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 3 nasemaje? Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 3. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 3 inasema, mkijua kwanza neno hili, ya kwa siku zenu za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki. Mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku zenu za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe. Wafuatao tamaa zao wenyewe. Wafuatao tamaa zao wenyewe. Mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu wanasema, iko wapi ahadi ya kuja kwake? Okay, unaona mtu umeokoka, mtu unaomba kila siku, unamtegemea Bwana, afu vitu havitokei, mambo hayafanyiki, haiwi kwa ile ambayo unatarajia. Ovu wake anamwambia Mungu, watu wanaicheka, wanasema uko wapi? Yuko wapi Mungu wako? Kwa kuna mahali unapita, kuna vitu Mungu anataka akutengeneze kwanza. Kuna mambo yanaweza sitokee kwa speed ile ambayo ulikusudia itokee au utamani atokee. Ni kwa sababu Mungu anaimarisha na kuendesha hatua zako. Watu wataweza kukusema umejifanya mtu wa Mungu sana, umekaa kwenye maombi sana, mbona kuna mambo yanaharibika na Mungu wako amekaa kimya? Yuko wapi Mungu wako? Mbona tulitegemea hivi, ulikuwa unasema iko hivi, mbona haijawa hivyo? Kuna namna, anasema hivi, mkijua kwanza neno hili, mkijua kwanza neno hili. Maana hili neno lile la kwanza kwenye mambo ya maisha yenu, hili neno lile la kwanza kwenye safari ya maisha yenu. Anasema mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika wako, mbona tulitegemea hivi, ulikuwa unasema iko hivi, mbona haijawa hivyo? Kuna namna, anasema hivi, mkijua kwanza neno hili, mkijua kwanza neno hili. Maana hili neno lile la kwanza kwenye mambo ya maisha yenu, hili neno lile la kwanza kwenye safari ya maisha yenu. Anasema mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki. Katika siku za mwisho, na sisi tuko kwenye siku za mwisho, kwa sababu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, wakati wa siku ya Pentekoste, Petro alisema neno hili limetokea ili mpate kujua ya kwamba hizi ni nyakati za mwisho, kwa sababu neno lilikuwa limeshasema kwenye kitabu cha Yoeli kwamba itakuwa katika siku za mwisho, asema Bwana, nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili. Na kipindi kile ndio ilitokea kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tunaishi ndani ya nyakati za mwisho. Na kipindi hiki ndicho kipindi ambacho wale watu wenye kudhihaki watakuja na kumdhihaki kila mtu ambaye anamtegemea Mungu na anatembea kwenye njia za Mungu. Amen. Mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na kudhihaki, watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kuna jambo ulilitangaza ukalisema litaonekana. Kuna safari yako ya maisha unakusudia ifike. Kuna mahali unataka kufika, lakini unaona kama unachelewa kufika, au vitu havitokei kwa ghafla, au kuna namna imetokea haijafika. Watu watainuka na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Sio tu kuja kwake kuchukua kanisa,
lakini pia kuja kwake kwenye eneo la kwako. Kuna eneo fulani unamtazamia Mungu atokee. Kuna mahali fulani unataka Mungu aonekane na adhihirike. Watakuja watu kukatisha tamaa. Hata kama kuna namna Mungu anakupeleka kukaa juu, ila shetani atatafuta eneo ambalo kwako haliendi vizuri. Atatafuta eneo ambalo kwako lina mapungufu. Atatafuta eneo ambalo kwako labda matokeo yako vile ambavyo yanatakiwa kuwa. Then analeta watu wa kukudhihaki kwenye eneo hilo hilo. Atasababisha usione ukuu wa Mungu kwenye maeneo mengine ambayo Mungu anakusaidia. Ufocus na eneo lile ambalo kwako unaona halijawa vile ambavyo unataka liwe. Then analeta dhihaka kwenye hilo eneo. Amen. Ndio maana utashangaa kuna hatua ukizipiga si watu wengi watakuja kukwambia hongera hao na utamshukuru Mungu kwa ajili yako. Watu watakuja kwenye eneo lile ambalo umefeli. Ile ukifanya vizuri hakuna mtu ambaye anakuja kukupongeza. Ukifanya vibaya ndio kila mtu anaibukia hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu adui analeta watu wenye dhihaka zao wa kudhihaki, waseme iko wapi ile ahadi ya Bwana kwenye eneo husika. Amen. Na ukiwasikiliza inaondoa ile imani yako kwa Mungu, inaleta kusononeka, inaleta kunyong'onyea, inakufanya uanze uhamishe jicho lako, badala ya kuona matendo makuu mengine ambayo Mungu amefanya kwenye maisha yako, unaanza kutazama yale mambo ambayo Mungu hajafanya kwenye maisha yako. Na hiyo inakuondoa inakuondoa nafasi mbele za Bwana na inamuondoa Mungu ndani ya moyo wako. Ndio maana ni muhimu sana kulinda, kuhakikisha kudharauliwa, kuchekwa, kudhihakiwa hakupati nafasi ndani ya moyo wako, hakuingii ndani ya moyo wako. Hata kama jamii nzima na dunia nzima wakinuka kukonyoshia kidole, bado ubaki kusimama vile vile kama vile mwanzo kabla hajatokea. Amen. Amen. Haleluya. Na inamuondoa Mungu ndani ya moyo wako. Ndio maana ni muhimu sana kulinda, kuhakikisha kudharauliwa, kuchekwa, kusimangwa, kudhihakiwa hakupati nafasi ndani ya moyo wako, hakuingii ndani ya moyo wako. Hata kama jamii nzima na dunia nzima wakinuka kukonyoshia kidole, bado ubaki kusimama vile vile kama vile mwanzo kabla hajatokea. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuchekwa na kudharauliwa ni ishara ya kwamba umeanza safari ya juu. Kama haujachekwa bado, kama haujadharauliwa, haujadhihakiwa, pengine haujaanza safari ya kuelekea mahali pa juu. Au kama umeianza bado haujaifanya kwa kiwango kile ambacho unatakiwa kuifanya. Amen. Lakini mtu yeyote ambaye ameanza safari yake ya kuelekea juu lazima kutana na kuchekwa. Kwa ukishaona kuna kuchekwa, kuna kudhihakiwa, kuna kusimangwa, jua kabisa kwamba umeanza safari yako ya kuelekea juu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Unapoona watu wanainuka kukusema, kukusimanga, kukucheka, kukudhihaki, kukudharau, uwe na uhakika na ujue kwamba Mungu ameanza kukutengeneza. Mungu anapoanza kukutengeneza ndipo ambapo adui anainua watu pia wa kuanza kukuharibu. Na watakuharibu kwa njia ya dhihaka, kwa njia ya kusemwa, kwa njia ya kudharauliwa, kwa njia ya kuchekwa. Kwa hiyo unapoona hivyo vitu vinainuka kwako, ni ishara ya kwamba katika ulimwengu wa roho Mungu anapoanza kukutengeneza ndipo ambapo adui anainua watu pia wa kuanza kukuharibu. Na watakuharibu kwa njia ya dhihaka, kwa njia ya kusemwa, kwa njia ya kudharauliwa, kwa njia ya kuchekwa. Kwa hiyo unapoona hivyo vitu vinainuka kwako, ni ishara ya kwamba katika ulimwengu wa roho matengenezo yameanza kufanyika. Ni ishara ya kwamba Mungu ameingia kazini kuanza kufanya kazi kwenye maeneo mbalimbali maisha yako ili kukufikisha mahali pa juu. Hakuna mtu ambaye Mungu anaweza kumtengeneza akakwepa dhihaka na dharau na kudhihakiwa. Hayupo. Kwa hivyo vikija visikukatishe tamaa, bali vinatakiwa vikutie moyo kwamba ni mwanzo wa kwangu wa kwanza kuinuliwa. Ndio safari yangu inachochea hivyo ya kwanza kwenda mbele. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Unajua kwa wale ambao wanaendesha gari, ni madereva, unapotembea mwendo wa kawaida kuna namna hata mlio wa gari unakuwa wa kawaida. Kadri unavyozidi kukanyaga moto, gari inazidi kutoa mlio wa tofauti na unakuwa mkubwa zaidi. Amen. 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 Na upepo unakuwa mkali. Ukitembea taratibu upepo usikusikia.
Lakini ukitembea kwa spidi alafu umefungua vioo, upepo utasia mpaka ndani. Na kama gari sio zile kubwa, unaweza kusema kama vile gari inataka kuyumbishwa na upepo. Kwani kwa sababu ya kasi, kuna gia ambazo zinatembea kwa sababu ya kasi na spidi ambayo inakuwepo. Kwa ukiona dhihaka, kuchekwa, kudharauliwa kunaanza kuinuka huku na huku na huku na huku, ujue spidi katika ulimwengu wa roho ya kusonga kwako mbele imekuwa kubwa zaidi, imechochea zaidi, na ujue matokeo hayako mbali katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa zisikuchoshe wala zisikukatishe tamaa. Ukiziona zishangilie. Ndio maana Yesu Biblia inasema alizishangilia kwa mikogo. Zile ambazo shetani aliziachilia juu yake, akamfunika nazo aliposhuka kuzimu. Biblia inasema alizishangilia, akazivua, akazishangilia kwa mikogo. Pale msalabani alizishangilia. Alishangilia pale msalabani. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini pia? Kwa sababu Waswahili wanasema hakuna mtu wenye matunda ndio unapigwa mawe. Mawe ya kiroho ni yapi sasa? Ndio hayo. Lazima usikie jiwe limetokea huku, huyu amerusha, huyu amerusha, huyu amerusha, huyu amerusha. Kwa ukishaona yanakuja kwako, mambo ya kukatisha tamaa, mambo ya kukudharau, mambo ya kukusimanga, mambo ya kukudhihaki, mambo ya kuchekwa, mambo ambayo ni mabaya, pengine wanakuzushia, au hata kama ni ya kweli lakini wanakutupia. Mbona hawakusema mwanzo? Kwa nini waseme saizi? Wanaleta hata mambo ya nyuma yaliyosha kupitaga. Mbona hawakuleta kipindi kile, wanaleta saizi? Ni kwa nini? Ni kwa sababu kipindi kile ulikuwa haujaanza safari ya kwenda kwako juu. Saizi ndio safari ya kwenda juu inaanza. Pengine imechochea, pengine umefika karibia na mwisho wako wa kupanda, wa kuthibitishwa kuwa mahali pa juu. Ndipo ambapo mawe yanaanza kurushwa kwako. Kwa unapoona hayo, ujue ni ishara ya kwamba safari yako ya kwenda juu imekolea. Amen. Kwa hiyo yasikuangushe, yasikudogoshe, yasikuondolee ujasiri, yasikuondolee nguvu ya kwenda kusonga mbele. Sababu hayo ndio mambo ambayo shetani anatumia kwa asilimia kubwa kuwaondolea pumzi watu. Ni kama vile kwenye tairi la gari, ni kama vile anachana mahali au anatoboa ili upepo utoke, afu safari isimame. Kwa shetani akikuletea hayo, ukaruhusu yaingie ndani ya moyo wako, yanakutoa upepo, yanakutoa pumzi, ile speed yako na mtu. Ni kama vile kwenye tairi la gari, ni kama vile anachana mahali au anatoboa ili upepo utoke, afu safari isimame. Kwa shetani akikuletea ile ujasiri wako na Mungu, ile kasi ya Mungu ndani yako inapotea. Amen. Sababu nafsi yako inainama, nafsi yako ikiinama vingine haviendi. Ndio maana Daudi alikuwa anapambana sana, anapiga kelele, anaambia nafsi yangu, nafsi yangu, kwa nini kuinama? Mtumaini Bwana, ipo siku utaona wokovu wake. Kwa sababu alikuwa anasemwa kila upande, lakini Mungu akawa upande wake. Amen. Ya kufunga malango yote ya dhihaka na kuchekwa na kudharauliwa, ili Mungu ayabadilishe kwa ushuhuda wako. Amen. Unapoona kudharauliwa, kuchekwa na kusimangwa kunaanza kuja kwenye maeneo fulani fulani ya maisha yako, uwe na uhakika Mungu anakutengenezea muujiza, Mungu anakutengenezea ushuhuda kwenye hayo maeneo. Kwa sababu ili uwe ushuhuda, inabidi kwanza mazingira yatengenezwe tofauti, ili kikitokea cha tofauti, watu wote waone matendo makuu ya Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni wajibu wako kujua namna ya kufunga malango yote ya dhihaka na kuchekwa na kudharauliwa, ili Mungu ayabadilishe kwa ushuhuda wako. Amen. Unapoona kudharauliwa, kuchekwa na kusimangwa kunaanza kuja kwenye maeneo fulani fulani ya maisha yako, uwe na uhakika Mungu anakutengenezea muujiza, Mungu anakutengenezea ushuhuda kwenye hayo maeneo. Kwa sababu ili uwe ushuhuda, inabidi kwanza mazingira yatengenezwe tofauti, ili kikitokea cha tofauti, watu wote waone matendo makuu ya Mungu. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa unapoona kuchekwa kumeingia, kudharauliwa kumeingia, unapoona dhihaka zimeingia, uwe una uhakika muujiza wako uko karibu. Sababu yale ni malighafi ambayo Mungu anayatumia kutengeneza muujiza kwako.
Kwa ukiingia na wewe ukivunjwa moyo na yale mambo ya kuchekwa, ukivunjwa moyo na hizo dhihaka zao, unakuwa umepoteza muujiza wako. Lakini ukizipuzia ukaendelea kukomana Mungu na kumwamini Mungu katika safari yako, Mungu anazitumia zile kama malighafi kutengeneza muujiza kwenye eneo husika la maisha yako, na hiyo itakuwa habari yako katika jina la Yesu Kristo. Hautapoteza kwa sababu ya dhihaka katika jina la Yesu Kristo. Na kila dhihaka au aibu au kuchekwa kuna kuletwa kwako kutageuzwa kuwa ushuhuda kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wakati wowote unapohitaji Mungu afanye muujiza kwako au Mungu akupe muujiza kwako, unapindua meza. Hakikisha kwanza unafunga mlango wa dhihaka. Hakikisha kwanza unajiweka kwa staili ambayo kuchekwa hakutakuwa sehemu yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka kuleta muujiza kwako, shetani analeta kwanza dhihaka kwako. Hakuna muujiza unaotokea kwenye Biblia kabla kwanza dhihaka zinakuja. Wewe unahakika muujiza unakuja. Kwa hiyo ili muujiza ukamilike kwenye eneo la maisha yako, hakikisha kwanza umefunga malango yote. Yaani masikio yako yamefungwa kwenye kudhihakiwa na kudharauliwa na kuchekwa. Hakikisha kwanza moyo wako umewekewa kufuri kuzuia kuchekwa na kudharauliwa na kudhihakiwa kusingie ndani yako. Ndio maana kwenye Mithali natuambia, linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo, kwa maana huko ndiko zitokao chemchemi za uzima. Amen. 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 Haleluya. Biblia inasema laumu limeuvunja moyo wangu. Laumu limeuvunja moyo wangu. Na moyo ukishavunjika, hamna kinachosimama. Kisipozaliwa ndani ya moyo wako, hakizaliwi kwenye maisha yako. Kwa hiyo shetani anajua akiharibu mahali pako pa kuzalishia, anaharibu matokeo yako. Moyo wako ni kama mashine ya incubator ya kutotolea mayai. Mashine ikiharibika, haijalishi utaweka mayai kwa siku ngapi, hata totolewa. Kwa ili muujiza ambao Mungu analeta kwako upate kuzaliwa, lazima kwanza ulinde mashine yako ya kutotolea mayai, ambao ni moyo wako. Ndio maana wale watu wanaototolesha mayai mara kwa mara wanaenda kuangalia mashine bado imewaka, inafanya kazi, joto lake liko pale pale. Wanafanya check up mara kwa mara mpaka watakapototosha yale mayai. Ndio maana neno la Mungu linasema linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo, kwa maana huko ndani ya moyo wako ndiko zitokako chemchemi za uzima. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini? Kwa sababu watu wataongea tu siku zote. Yaani watu wataongea. Sikiliza, ndio maana mwanadamu ili apige hatua, lazima kwanza anapotaka kufanya mambo asifikirie watu watasemaje. Afikirie matokeo atakayopata baada ya kuchukua hatua anazotaka kuzichukua. Yale matokeo yawe na nafasi kubwa ndani ya moyo wake kuliko sauti za watu watakaosema juu ya eneo lake husika. Amen. Ndio maana Biblia inasema Yesu alipotazama utukufu utakokuja baada ya msalaba, aliamua kudharau aibu, akapuzia msalaba. Kwa msalaba kwake haukuwa kitu, aibu kwake haikuwa kitu. Anachotafuta ni nini? Maisha na utukufu ule baada ya msalaba umechukua nafasi kubwa ndani ya moyo wake kuliko kitu kingine chochote. Ndio maana unaweza kushangaa Tanzania yetu hapa, chawa akawa na maisha mazuri zaidi kuliko profesa. Kwa nini? Kwa sababu chawa ameamua hana time na aibu. Niona jamaa mmoja ameenda sijui mkoa gani, amevaa suti yake, kaunda suti, anajigaragaza kwenye vumbi. Shule alizojenga rais, anajigaragaza kwenye vumbi, amepiga suti safi. Yule jamaa, una mke, una watoto, una familia, una wazazi, una ndugu na jamaa wanakuangalia. Una watu umesoma nao shule msingi, umesoma nao sekondari, wanakuangalia. Lakini anachotaka nini? Yeye anachoangalia kitakachokuja baada hapo. Haijalishi vingine, kitakachokuja baada, vingine vyote shauri yake, kitakachokuja baada ya hapo. Kwa nini? Sababu anajua kwamba atakachokipata, kwa kile atakachokipata baada ya hapo kimechukua nafasi ndani ya moyo wake na fikra zake, kiasi kwamba dharau na aibu kwake haina nafasi. Ndio maana hakuna mtu duniani aliyepiga hatua akafika mbali mpaka kwanza ameweza kuishinda dharau, ameweza kuishinda aibu na kuchekwa na kusemwa, havingii ndani ya moyo wake. Tunaelewana?
Tunaelewana? Ndio maana Tanzania hii ukiwa chawa watu wanasema umetoboa. Si ndio? Unakuwa chawa mpaka unakuwa na jina nchi nzima, kiasi kwamba makampuni yanakuja kwako uyatangazia biashara yako. Basi umemaliza. Yaani kwa lugha nyingine wewe umeamka umegezwa, yaani wewe umeshakuwa ITV, umekuwa TBC, umekuwa Channel 10, umekuwa Azam TV, umekuwa yani channel huna TV yoyote wala redio yote, lakini matangazo yanakuja kwako. Sasa sisemi kwamba lile uchao ni dili. Kwenye kitu unachokifanya na maanisha kwamba ukifunga lazima ufunge aibu isiingie ndani, kwa sababu ukiingia tu hauwezi kufanya. Ukianza kufikiri watu watasemaje, una uhakika upige hatua kwenye ile eneo. Unapoanza kwenye eneo lolote lile ukifikiri tu watu watanioneaje, watu watanifikiriaje, ukishafikiri hicho kitu umepoteza. Unachotakiwa kuwaza ni kwamba Mungu atanionaje, Mungu atanichukuliaje. Je, hiki kitu kiko kwenye njia ya Mungu au kiko kwenye njia ya Mungu? Then chukua hatua. Anza kufanya. Chukua hatua. Songa mbele. Haijalishi watu watainuka kiasi gani, hata dunia nzima iinuke, achana nao. Piga hatua. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo dhihaka, kuchekwa, kudharauliwa ni ishara ya kwamba muujiza wako umefika karibu. Bado hatua moja au mbili tu upate kuingia kwenye mikono yako. Amen. Kwa hiyo tunaweza tukaiwekaje? Ni kwamba dhihaka inatangulia kabla ya muujiza. Kuchekwa kunatangulia kabla ya muujiza. Muujiza hauji kwanza afu ndio uchekwe. Unachekwa kwanza ndio muujiza unakuja. Muujiza hauji kwanza mpaka kabla hujaja kudharauliwa. Unadharauliwa kwanza ndipo unapata muujiza wako. Kwa hiyo mahali unapopatazamia haufiki kwanza ili uoje kwanza mpaka kabla hujaja kudharauliwa. Unadharauliwa kwanza ndipo unapata muujiza wako. Kwa hiyo mahali unapopatazamia haufiki kwanza ili uanze kudharauliwa. Unadharauliwa kwanza ndipo unapofika pale. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nilikuwa namsikiliza mzee Baresa wakati anatoa historia yake juzi tu hapa alivyoanza, na hata juzi nilikuwa namsikiliza pia. Akasema yeye alikuwa anasoma, akaona vya darasani haviendi kama vile, akasema mimi vya kusoma vile nishinda. Kwa nini? Anasema kwa sababu familia yao walikuwa maskini sana. Wako wengi na ni maskini, maisha hayaendi, maisha magumu, kila kitu hakiendi. Akaamua kuacha shule. Ameacha shule akiwa bado kijana, akaingia mtaani. Kapambana, akasema nimefanya biashara nyingi nimeshindwa. Nimeanzisha vitu vingi vinakufa. Nimefanya kila kitu kikashindikana. Akaamua kuhama kutoka Zanzibar kaja huku bara Tanzania huku. Kajaribu hiki na hiki, anafanya hiki kinaharibika, anafanya hiki kinaharibika, anafanya hiki kinakufa. Anasema ameanguka mara nyingi, amejaribu mara nyingi, kila kitu amefanya karibia kila kitu kinashindikana. Lakini najaribu kuwaza, mtu anamnayo lazima ujue alichekwa sana. Kwanza niambie, wewe huna akili. Unaacha shule, unafanya biashara nyingi zimekushinda. Lakini leo hii hakuna mahali ambapo hakuna mtu ambaye atataka kuongea akakataa. Hata rais akitaka appointment na rais atapata. Hakuna mahali ambapo hawezi kwenda. Hakuna kitu ambacho anakitaka hawezi kukipata. Kwa nini? Alidharau aibu. Alikaa mbali na aibu. Amen. Hallelujah. Amen. Yohana sura ya 5 mstari wa 35 mpaka 43. Yohana 5:35 mpaka 43. Yohana 5:35 mpaka 43 inasema, yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlimpenda kuishangilia nuru yake kwa muda. Lakini ushuhuda nilionao mimi ni mkuu kuliko ule wa Yohana, kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nizimalize, kazi hizo mwenyewe nazitenda, zanishuhudia ya kwamba Baba amenituma. Naye Baba aliyenituma. Hallelujah. Amen.
Sio Yohana, ni Marko. Marko sura ya 5. Marko 5 35 mpaka 43. Marko 5:35 mpaka 43 inasema, hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwa nini uzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohana nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia, wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia, akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana. Akamshika mkono kijana, akamwambia, Talitha kumi, tafsiri yake, msichana na kuambia, inuka. Mara akasimama yule kijana akaenda. Haleluya. Asema wakamcheka sana. Alipoingia akafika pale, akamwambia, mbona mnalia? Kijana hakufa, amelala tu. Wakasema wale manabii wa uongo wameingia mpaka kwetu, wale matapeli wako hapa wanamdhihaki. Biblia inasema wakamcheka sana, sio kidogo, wakamcheka sana. Sana maana yake sana maana yake ni kuna mtu alikuwa analia akaacha kulia, akacheka mpaka kainama. Kama kile walisema kile chukua nasema, yaani walimwambia kama neno walimwambia. Mwingine alicheka mpaka akakaa chini akachuchumaa. Kisa nini? Wanasema jamaa chizi, tumeenda tumeweka mkono wake, tumesema hana joto, tumepima hana mapigo, kila kitu kimesimama. Wanasema hajafa, amelala. Angalia Yesu alichokifanya. Naye alipokusha kuwatoa nje wote, aliamua kufunga malango ya kuchekwa, kudharauliwa na kudhihakiwa. Aliona watu wataniharibia muujiza wangu. Kwa nini? Biblia inasema hakuacha watu wafuatane naye, akawatoa nje wote. Kwani kwa sababu Yesu alijua watakuwa kudhihaki, watakwambia hauwezi, watakwambia huna uwezo, watakwambia huna mtaji, watakwambia wewe akili ya kufanya jambo hauna, watakwambia wewe uwezo wako ni mdogo, watakunyoshia vidole tu. Lakini usipokuwa tayari kuwa na uwezo wa hayo mambo kuyazuia yasiingie ndani ya moyo wako na kukutolea upepo, hauwezi kupiga hatua. Umeenda msibani, unajua msibani sio watu wachache, msibani watu wengi, si ndio? Wa kila aina wako pale. Alafu nawaambia jamani, huyu mtoto hajafa, amelala tu. Alafu wote wanaanza kukucheka. Unapata ujasiri kuingia ndani na kumuombea kwamba afufuke. Amen. Piga mahesabu. Una mpango wako, una lengo la kwako, au una huduma kwako, kuna kitu unataka kufanya kwa Mungu. Unapoanza kufanya, lazima watu wainuke, waseme, wakusimange, wakunyoshe vidole, wakucheke. Watakwambia una kiherehere, una kimbelembele sana. Watakwambia wewe unajitoa sana kama vile ya kwako. Yaani utakusema tu. Wewe unajifanya unamjua Mungu kuliko wengine wote. Wewe unajifanya ndio unaongea na Mungu peke yako. Wewe unajifanya unamsikia Mungu kuliko hata sisi tunamsikia Mungu. Watasema chochote kile watasema, wataongea tu mambo mengine ya ajabu. Watasema mambo ya ajabu. Wataongea vitu vingi vya ajabu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana nimekwambia hivi. Ukiona hujaanza kusemwa, ukiona hujaanza kunyoshewa vidole, ukiona hujaanza kudhihakiwa na kudharauliwa, lazima ujichunguze mara mbili. Hatua zako haziko kwa spidi ile, kwa kiwango kile ambacho Mungu anakusudia kiwe. Sababu kuna namna ukianza kuleta matokeo, kuna namna mambo yako yakaanza kukuinua na kukufisha na kupeleka kule ambako Mungu anataka uwe. Lazima watu watanyanyuka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ukienda kusoma Yohana 11 mstari wa 37, utakutana na Yesu naye walimcheka wakati ameenda kumfufua Lazaro. Wakasema huyu si yule aliyemfungua macho yule mtu.
hakuweza kumponya huyu? Si alimpenda? Basi Biblia inasema yule mwanafunzi Lazaro aliyependwa na Yesu. Lakini pia Biblia inasema kwamba alimpenda Martha, Mariam na Lazaro. Sasa 37 inasemaje? 11:37. 11:37 inasema, bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Lile neno lilivyotamkwa ilikuwa ni kwa kumdhihaki. Anasema huyu jamaa usijifanya na upako. Alijifanya na upako, usijiita mwana wa Mungu. Alimfungua yule jamaa macho. Sasa yule jamaa alikuwa hata afamiani naye. Lazaro si alikuwa anampenda, si rafiki yake? Sababu Biblia inasema rafiki yake na alikuwa anampenda sana. Ukisoma kuanzia ile 11 mwanzoni. Sasa inakuaje anakufa? Huyu jamaa anajifanya kwamba anaponya magonjwa yote. Mbona kwa Lazaro amechemsha? Ndo wale fake miujiza yao ya kutungwa. Miujiza yao ya uongo. Hao jamaa wanatengeneza miujiza. Kama ni kweli, Biblia inasema yule mwanafunzi Lazaro aliyependwa na Yesu. Lakini pia Biblia inasema kwamba alimpenda Martha, Mariam na Lazaro. Sasa 37 inasemaje? 11:37. 11:37 inasema, bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Lile neno lilivyotamkwa ilikuwa ni kwa kumdhihaki. Anasema huyu jamaa usijifanya na upako. Alijifanya na upako, usijiita mwana wa Mungu. Alimfungua yule jamaa macho. Sasa yule jamaa alikuwa hata afamiani naye. Lazaro si alikuwa anampenda, si rafiki yake? Fufue sasa. Sangemfufua. Si alijifanya ni fufue yule, mbona alijifanya alifungua tu macho. Mbona hapa amechemsha? Wanamnyosha vidole. Amechemsha hapa bwana, amechemsha. Taarifa zinasamba bwana, umesikia? Jamaa ameumbuka bwana. Rafiki yake kabisa. Rafiki yake kabisa ameshindwa kumsaidia. Alikuwa anauma, ameshindwa kumponya rafiki yake. Akachekwa. Yesu ameliweka moyoni tu. Wala hana time, hana sikilizi, hayamsumbui. Kafika zake anajua atakachokifanya. Kufika kule kamfufua Lazaro. Aibu ikawashika wao. Si ndio? Maneno yale alikuwa anasemwa yale yote akazima. Aibu zikawapata. Kwa nini? Kwa sababu ili Mungu akutengenezee muujiza, lazima kwanza aruhusu shetani akuletee dhihaka. Amen. Ndio maana kwenye Petro wa pili 3:3 tumesoma pale mstari wa 3 na mstari wa 4, Petro wa pili mstari wa 3 mstari wa 3 na 4, kwamba itakuwa katika siku za mwisho wale wenye kudhihaki watakuja kwa dhihaka zao. Watasema, iko wapi ile ahadi ya Bwana? Amechemsha. Wanamnyosha vidole. Amechemsha hapa bwana, amechemsha. Taarifa zinasamba bwana, umesikia? Jamaa ameumbuka bwana. Rafiki yake kabisa. Rafiki yake kabisa ameshindwa kumsaidia. Alikuwa anauma, ameshindwa kumponya rafiki yake. Akachekwa. Yesu ameliweka moyoni tu. Wala hana time, hana sikilizi, hayamsumbui. Kafika zake anajua atakachokifanya. Ni raw material ambazo Mungu anazitumia kutengenezea muujiza. Hizo zikikosekana, muujiza unakosekana. Kamfufua Lazaro. Aibu ikawashika wao. Si ndio? Maneno yale alikuwa anasemwa yale yote akazima. Aibu zikawapata. Kwa nini? Kwa sababu ili Mungu akutengenezee muujiza, lazima kwanza aruhusu shetani akuletee dhihaka. Amen. Ndio maana kwenye Petro wa pili 3:3 tumesoma pale mstari wa 3 na mstari wa 4, Petro wa pili mstari wa 3 mstari wa 3 na 4, kwamba itakuwa katika siku za mwisho wale wenye kudhihaki watakuja kwa dhihaka zao. Watasema, iko wapi ile ahadi ya Bwana? Iko wapi? Mbona haijatokea ile ahadi ya Mungu? Kuna kitu Mungu amekuahidi, kuna kitu Mungu amekusemesha, kuna taski Mungu amekupa, kuna jambo Mungu amekwambia ufanye, uanze nalo, ende nalo. Mbona halikamiliki? Mbona halifiki mwisho? Mbona halitokei? Utakuja. Ndio maana kwenye Biblia ukisoma hakunaga muujiza mpaka kwanza dharau imetangulia. Dharau, muujiza mingi yote inatokeaga dharau zimetangulia, aibu imetangulia, kusema kumetangulia, kuchekwa kumetangulia. Kwa zinapokuja kwako zisikutoa upepo, zisikukatisha tamaa. Furahia ukijua kwamba hizi ni ngazi zimewekwa ili mimi nikanyage na nitokee mbele. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tuone kwenye Nehemia 19, Nehemia sura ya 2 mstari wa 19 na 20. Nehemia sura ya 2 mstari wa 19 na 20. Nehemia sura ya 2 mstari wa 19 na 20. Inasema, lakini Sanbalat wakasema, ni nini neno hili mnalofanya? Je, mtaasi juu ya mfalme? Ndipo nikawajibu nikawaambia, Mungu wa mbinguni
yeye atatufanikisha. Kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga, lakini nyinyi hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, Nehemia wametoka utumwani, wanaenda kujenga ukuta wa Yerusalemu uliobomoka na malango yake leo haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, Nehemia wametoka utumwani, wanaenda kujenga ukuta wa Yerusalemu uliobomoka na malango yake yaliyochomwa moto. Biblia inatuambia kwenye Nehemia sura ya kwanza, wakati anapewa taarifa anasema watu wake wana dhiki. Kwa Nehemia akaugua, akaumia, akaomba kibali cha mfalme, akaenda kujenga. Wakina Sanbalati na Tobia wakanyanyuka, Biblia inasema wakawadhihaki, wakawacheka. Wakawadhihaki afu wakawacheka. Nehemia kuzuia vile vitu visiingie na kuharibu moyo wake, kwa sababu nimekwambia, kumbuka mwanzo nimekwambia kwamba moyo wako, ya kwanza wakati anapewa taarifa anasema watu wake wana dhiki. Kwa Nehemia akaugua, akaumia, akaomba kibali cha mfalme, akaenda kujenga. Wakina Sanbalati na Tobia wakanyanyuka, Biblia inasema wakawadhihaki, wakawacheka. Wakawadhihaki afu wakawacheka. Nehemia kuzuia vile vitu visiingie na kuharibu moyo. Ikiharibika joto alitoki inayotakiwa, na sipotoka kama yeye hatotolewi. Amen. Amen. Ndio maana nikakwambia Mithali 4:23 tunasema linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo, kwa maana huko zinatoka chemchemi za uzima. Hapa walienda wakawadharau, wakawacheka. Nehemia na wenzake wakajiweka vizuri kuzuia kicheko, dharau, dhihaka zao wale wakina Sanbalati na Tobia zisiingie ndani ya moyo wao. Na akasema, ndipo akawajibu, nikawaambia Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Amen. 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 Kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga. Walipoaibiwa, ukiaibishwa, ukifanyiwa, ukiletewa aibu, hautaona ukisimangwa, ukidhihakiwa mpaka umechukua hatua. Na hatua ile ukichukua ya kuelekea mahali pako pa juu, dhihaka zinaingia. Hatua ile ukianza kuchukua hatua ambazo zinaenda kubadilisha maisha yako, unaanza kuchekwa. Ndio maana kuna vitu ukitaka kuvifanya ambavyo havibadilisha maisha yako, hautawaza watu watanionaje. Ila mambo ya msingi ya kubadilisha maisha yako, mambo ya msingi ya kukuinua juu na kupeleka mbali, ukianza kuyachukua, ghafla ndani yako shetani anaanza kukusemesha. Watu watakufikiriaje? Watu watakuonaje? Watu watakucheka. Anza kukuletea mawazo hasi. Amen. Ndio maana kwenye maisha mtu pekee ambaye atainuka kwenye eneo lolote ni yule ambaye amefunga ndani ya moyo wake kudharauliwa. Kwake hakumsumbui. Achekwe asichekwe kawaida, asemwe asisemwe kawaida, wala kwake hakina shida. Ndio maana nikakwambia, angalia machawa sio kazi ndogo. Mimi na uwezo nipeleka mahali naweza kujigaragaza chini, nimevaa suti yangu najigaragaza na sifia tu shule alizoja, ili julikane kama vile yule ni bwana wake, basi tu. Sasa kile kitendo uwe na uhakika kinamfanya julikane sehemu zote. Kila anayemjua yule msanii atamjua na huyo mtu. Ni ujinga, ni upumbavu na ni ushenzi vile vile. Lakini hajali yote hayo. Anachotafuta ni nini? Apate akamlipa msanii mmoja maarufu, wapige picha akiwa na mvua nguo za ndani, ili julikane kama vile yule ni bwana wake, basi tu. Sasa kile kitendo uwe na uhakika kinamfanya julikane sehemu zote. Kila anayemjua yule msanii atamjua na huyo mtu. Ni ujinga, ni upumbavu na ni ushenzi vile vile. Lakini hajali yote hayo. Anachotafuta ni nini? Apate anachokitaka. Amen. Ni kanuni tu ambazo zipo, ziwe ni kwenye ujinga au ziwe ni kwenye vitu sahihi, ni kanuni. Kwenye eneo lolote lile. Hiyo ni katika ufahamu wa giza wa nuru. Hiyo ni kwenye eneo lolote lile, lazima hiyo vitu vitangulie. Amen. Amen. Nehemia 4:1-6 anasemaje? Make walipowasema pale, wakawadhihaki na kuwacheka, wakaamua kuendelea kufanya kazi, kuna kitu kikatokea tena. Nehemia 4:1-6 nasema, lakini ikawa
Sanbalat aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akagazibika, akawa na uchungu sana. Hapo ni baada ya kuwa ameshachekwa na kupata hasira sana. Akagazibika, akawa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi, akanena mbele za nduguze na mbele za jeshi la Samaria, akisema, Wayahudi hawa wanyonge wafanyaje? Wayahudi hawa wanyonge wanafanya nini hawa? Wanyonge yani. Anawadhihaki. Nyinyi hamna kitu. Hamna mbele, hamna nyuma, hamna kushoto, hamna kulia. Yani mpo kama hampo. Huna uwezo, huna vigezo, huna chochote. Unafanya nini wewe? Utafika wapi? Utaenda wapi? Utaishia wapi? Unapoteza muda. Bora ungefanya mambo mengine. Wanadhihakiwa hapo. Je, watajitengenezea boma? Je, watalitengeneza ili boma? Watalitengeneza. Ndugu wanakuja, ndugu yangu wewe unajifanya wewe utafika wapi? Huo ndi popote. Wewe tushakuzoea. Wewe ni wa hasara tu. Wewe huna chochote. Wewe uvigezo huna, uwezo huna, chochote hauna. Yaani wewe upo tu, wewe ni hasara. Huna pa kwenda. Tunadharauliwa. Sasa huyu Tobia yule aliyekuwa anasema mwanzo ni Sanbalat. Utaza muda, bora ungeenda kufanya vitu vingine, achana na mambo. Watatoa dhabihu? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Ule mji ulikuwa umejengwa na fence, ukuta. Ule ukuta wote uliangushwa. Ndio hicho kifaa hicho anachoongea kwamba kuna kifusi, mawe yako chini ya kifusi. Watakitoa, hawana vifaa, hawana chochote. Anasema na malango yameteketezwa kwa moto. Kwa ndio anachokiongelea hapo. Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema, hata hiki walichokijenga angepanda mbweha, angeobomoa ukuta wao wa mawe. Sikia, Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Sasa huyu Tobia yule aliyekuwa anasema mwanzo ni Sanbalat. Huyu sasa hivi ni Tobia, anasema hiki unachokifanya hamna kitu. Hata mbweha akipanda kinaanguka. Hivi ni dharau zaje yani? Mmeweka nguvu zenu, mali zenu, juhudi zenu, anambia hiki unachokifanya. Mbweha akipanda hapo anakiangusha. Hicho hakina kitu, hakifiki popote, hakiendi sehemu. Sasa kuanzia mstari wa 5, kuanzia mstari wa 4 Nehemia anaomba sasa kwa Mungu wake. Anasema, sikia, Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Anawashtaki kwa Mungu. Ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho, wala usiusitiri uovu wao, wala isifutwe dhambi yao mbele zako, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. Basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wote ukaunganishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Amen. Sasa ukienda kusoma hiyo kitabu cha Nehemia kizuri sana. Yaani kina vitu fulani hivi. Kizuri sana. Sasa angalia mstari unasema, basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wote ukaunganishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Sasa angalia, watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Kwa maana nini? Shetani alikuwa anatumia kina Sanbalat na Tobia kuondolea moyo wa kufanya kazi. Amen. 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 Ndio maana kwenye eneo lolote ukianza kuchekwa, ule moyo wa kwenda nalo unaisha. Ushaona? Kwenye eneo lolote lile ukianza kusemwa, ukianza kunyosha vidole, ule moyo wa kujitoa, ule moyo wako wa bidii, moyo wako wa kufanya kitu unapotea, unaisha, kwa sababu umeruhusu viingie ndani. Ndio maana nikakwambia somo la leo, funga malango yote ya dhihaka, kusemwa, kuchekwa na kudharauliwa. Anasema basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wote ukaunganishwa kiasi cha nusu kimo, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Shetani alikuwa anatafuta kuondolea moyo wa kufanya kazi, na wao wakakaa kinyume na yale mambo, hawakuruhusu yaingie ndani yao. Kwa hiyo moyo wa kufanya kazi haukuondoka ndani yao, ukabaki ndani yao. Na japokuwa alisemwa kwamba hawatafika popote, walifika walipofika. Na wakaambiwa kwamba hiki unachokifanya hata mbweha kikanyaga kinaanguka, hakikuanguka. Amen.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kila aliyepata muujiza alikutana kwanza na dhihaka. Ukisoma Biblia vizuri, ukisoma Biblia vizuri kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, aliyekutana na muujiza, ukichunguza maisha yake, alikutana kwanza na dhihaka, alikutana kwanza na aibu, alikutana kwanza na dharau. Amen. Sasa angalia, ukisoma Biblia, waliopoteza miujiza au walioikosa, waliopishana nayo ni wale ambao waliruhusu vile vitu vikaingia ndani ya mioyo yao, na walioshinda, waliofika walipotakiwa kufika ni wale ambao hawakuruhusu hizo dhihaka ziwamalize. Ambao hawakuruhusu walifika mbali, ambao waliruhusu walishia njiani. Amen. Haleluya. Wewe hautaishia njiani katika jina la Yesu. Amen. Dhihaka zitakapoinuka kwako hazitakuondolea uwezo wako ndani yako katika jina la Yesu. Amen. Na hazitapata nafasi ndani ya moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ili ufike juu, lazima kwanza ufunge malango. Vikazunguka, kuna mahali vikatokea kwako, una mahali ukajua tu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Na kwenye eneo lolote ambalo unataka Mungu aingie kati na kukusaidia lazima utasema, sikiza, mimi sema tu kuna vitu waga sisemagi, navisikizaga vinakuja afu naviacha. Ila mfano ningekuwa na kwamba kila kinachokuja kwangu nakichukua na nakifanyia kazi, yani nakitafakari, ningeonesha cha huduma kitambo sana. Tushaye kusemwa wengine na marafiki zetu na jamaa zetu na wengine mpaka na ndugu zetu, tena sangine mpaka wa damu. Kuna mtu mmoja aliyekutana na ndugu yangu, na huyo mtu ni hapa kanisani, halafu na ndugu yangu wa damu kabisa, akansema akamwambia hivi, akamwambia mambo mengi we. Bahati nzuri yule mtu ananifahamu vizuri, alikuwa anaambiwa kwa, alisikiliza, yakaingilia hapa, yakatokea hapa, ila hakuamini. Akaja akaniambia, unajua sijaamini fulani kabisa, hata saa 1 2 3, na kipindi hicho ndio naanza huduma, unajua ndio naanza za uchungaji, ila tuko hapo huku 2 tayari. Amen. Miaka kama 2 3 tukakutana, tunaongea vitu fulani kama ndugu. Sema huyu mchungaji hana kitu huyu. Tumepigika tu, maisha magumu. Kwa sababu nikiangalia video zake, washirika wake ni wadogo, bado hawana hela. Nikacheka sana. Afu kuna mwingine akamwambia, ungejua pastor anaishi maisha mazuri sana kuliko hata wewe. Na hakuna anachokitaka kikakosekana. Alafu kwa taarifa yako, achukua hata 100 kanisani, wala afikirii. Kwa kuna namna yeye na Mungu wake tu. Sasa unajua kuna vitu tunakutana navyo, yani kuna vitu tunakutana navyo, unaangalia. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu unaweza kujitoa sana kwa mtu, sawa? Unaweza kujitoa sana mtu, alafu kesho hapo tu ukasikia yule mtu anakusema vibaya sana, sawa? Yule mtu anasambaza taarifa za uongo, ukizibeba, alafu kesho hapo tu ukasikia yule mtu anakusema vibaya sana, sawa? Yule mtu anasambaza taarifa za uongo, ukizibeba za kutoa pumzi, sawa? Sawa? Amen. Kuna watu soma tujui, najua mpaka kuna watu wengine huwezi kuona kanisani saizi wanasali, ni sababu mtu anawaambia ukikanyaga pale na hapa kwangu uondoke, sawa? Anazuia mtu, okay, sitaki uende pale, anamwambia paka mahali pa kwenda, ila sio hapo. Ukienda pale
na nyumbani wangu uhame. Alafu huyo hao ni watu ambao ulijitoa kufa na kupona. Unajua kufa na kupona? Kufa. Unajua Mungu akikuletea mtu, yule mtu kwako ni kondoo. Kwa kuna mambo ya maisha yake lazima ushughulike nayo, na anaposhikisha jambo unalifanyia kazi kwa 100%, si ndio? Kuna watu ambao huwezi kuamini, na wanajua hata kama wanafuatia mtu kwenye mtandao wakisikiliza watajua ni, hata kama wanafuatia mtu kwenye mtandao wakisikiliza watajua ni wao. Washakutanaga na jambo fulani gumu, washakutanaga na jambo fulani gumu sana kwenye maisha yao, gumu sana. Walikuwa wavuki, walikuwa hawaendi mahali. Siku hiyo wamekuja nyumbani kwangu mbio usiku, wanakimbizana usiku, wananitafuta. Tukaongea, nikamwambia sasa tunafunga. Sasa mfungo nio kana utaka, wao hawawezi. Kwa wao wakama kufunga mchana tu. Tena kati yao walifunga mmoja. Mimi nikama kufunga kavu. Kwa mtaka umesikia, utaka uamini, utaka usiamini, none of my business. Mimi sihusiki. Wala ukiasikia huna haja kuja wewe koma nayo mwenyewe. Utaka lipokee, utaka usilipokee. Utaka liamini, utaka usiliamini. Mimi na Mungu wangu, wewe na Mungu wako. Ushaona? Wakatudharau, wakatucheka, wakasema hiki unachokifanya hata mbweha akipanda kitaanguka. Amen. Hakikuanguka na kikajengwa. Amen. Kama ambavyo sisi hatujafunga huduma na tunaendelea, na hatutafunga kwa jina la Yesu. Walitunyoshia vidole wakasema lakini tupo. Wanashangaa tunaenda. Sasa siku hizi heshima ipo. Wale wanasema si nini haendi popote. Sasa hizi heshima ipo. Kwa sababu wanaona jamaa miaka 5 au 6 hajatoka, hajaacha, hajatuma message hata moja ya kuomba msaada, hajatupigia simu kusema tumsaidie. Bado watoto wanaenda shule, bado anaishi, anakula, anaamka, analala. Sawa? Heshima ipo. Na mimi nilivyosikia nikasema, nikajiwekea nikaanika hapa kwa Mungu mpaka niingia kaburini. Hamna mtu atakayeona message yangu kwamba nimekwama mahali. Mimi na Mungu wangu. Sasa hizi heshima ipo. Sasa hizi heshima ipo. Sasa hizi hata tukiongea unasikilizwa. Haleluya. Amen. Usipofunga moyo kwenye kudharauliwa na kuchekwa na kusimangwa na kunyosha vidole, haufiki popote. Haufiki popote. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukitaka kufika juu, utaka kufika mbali, kaa mbali. Jitenge na dharau. Yaani weka moyo wako anachukua bulletproof, kile wanachovaga kile. Unajua unakigaga kwenye moyo. Sasa wewe kiingize kule ndani, moyo wako ufungie mule ndani. Kwamba haijalishi dhihaka zitakuja zimechongoka kiasi gani, na zitakuja zimerushwa kwa nguvu ya kiasi gani, kikifika pale kinagonga kinadondoka. Moyoni mwangu sibebi dhihaka, sibebi kudharauliwa, sibebi kusemwa, kusimangwa. Kwanza akinisimanga nasema asante Yesu. Amen. Unajua kadri unavyozidi kusemwa ndivyo ambavyo unazidi kutengeneza nafasi. Tibi Joshua mmoja alikuwa anamsikiliza, anasema nadhani ni mtumishi wa Mungu ambaye duniani hamna leo kutokea kusemwa kama Tibi Joshua kwenye kizazi chetu, na hakuna kwenye wa kiwango kile kama aliyefika kama yeye. Bishop David Oyedepo anasemaga wakati anaanza kuhubiri mambo ya mafanikio, Mungu alipomsemesha alikuwa hana kitu, amepigika. Yeye mwenyewe analala njaa. Washe kukaga wiki nzima kama familia wanalialia uji, wanashindia uji, tena uji wa unga ile wa sereleki wa watoto. Ila anakiasimama anafundisha mahubiri, anasema mimi ni tajiri, mimi sio maskini, wakati hana kitu. Kipindi hicho jamii ya Kristo hahubiri kabisa, ni wao ni kwamba umaskini ni sehemu ya wokovu. Hahubiri kabisa mambo ya na kama vile haiko kwenye Biblia. Mpaka watu walimfuata na wazee wa makanisa walikuwa acha kufundisha kitu, usihubiri mambo. Wanamzuia na wanamsema acha kuhubiri. Maneno kama mengi.
akakataa, akaenda akafocus na akaenda kufundisha. Alisemwa na akasemwa na akasemwa. Leo hii wote waliomsema wanaenda kujifunza kwake. Sawa sawa. Leo hii kila aliyemnyosha kidole kwenye ile eneo anatafuta kujua huyu jamaa amepenyaje, anatafuta vitabu vyake vya mafanikio vya perspective alivyoviandika, wanasoma, wanaanza kutembea, wanasema kumbe vitu vinafanya kazi. Angesikiliza, angeogopa, asingefika alikofika. Amen. Amen. Haleluya. Tukiwa kama kanisa, unajua mtu mwingine zakaja, ndio nafuna mimi nikija hapa, awe mmoja, wawe wawili, wawe watatu, nitaomba, nitahubiri. Sawa? Ni mchakato. Kuna vitu vinatengenezwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mwanzo 21:6. Mwanzo 21:6 inasema, Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Hiyo itakuwa habari yako katika jina la Yesu. Amen. Wote wanaokusimanga, wanaokucheka, kukudharau, kukudhihaki, watacheka watakaposikia atakachokifanya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sara alikuwa wanamcheka. Anasema, Bwana ameniambia mwakani majira kama haya nitakuwa na mtoto. Wewe Sara, acha zengwe, wokovu umekuchanganya kichwa. Nyinyi warokole ni machizi kweli, mmeshachanganyikiwa. Miaka 90 utabeba mimba wapi? Ukubeba mimba na miaka 20, 25, 30, 40. Uje ubeba mimba na miaka 90. Wewe Sara umechanganyikiwa wewe. Ibrahim mwenyewe ni kikongwe miaka 100. Kwanza unanyonyesha kwa ziwa lipi? Tumbo lenyewe unabeba mimba ni lipi hilo? Una miaka 90 wewe Sara. Wewe zimeruka nini? Mungu kwanza imeshatokea kwenye Biblia. Tangu mwanzo, yani mwanzo wa Adamu mpaka mwanzo 21 wakati Sara anaongea. Nani ashafika miaka 90 akapata mimba? Sara, acha kutuzingua bwana. Mungu yupi huyo? Wewe umechanganyikiwa nini? Wanamdhihaki, wanamcheka. Lakini Biblia inasemaje? Bwana amenipa kicheko na wote watakaosikia watacheka pamoja nami. Wakina nani? Wale walio wanamdhihaki, sababu watakaosikia habari zake ndio hao waliosikia habari zake pia. Amen. 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 Na itakuwa kwako katika jina la Yesu. Amen. Yatatokea kama ndoto, na wale ambao walikuwa hawatarajii watashangazwa na wataimba hosana kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna kitu kizuri kitatokea kwako ambacho kitawafanya watu waungane na wewe na kuwa na kicheko pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haijalishi changamoto ambayo unapitia saa hizi, Mungu atageuza kwako na kufanya kwa ushuhuda katika jina la Yesu. Amen. Usiogope kudharauliwa, usiogope kuchekwa, usiogope kusimangwa, usiogope kudhihakiwa. Ukiviona, jua kabisa kwamba haya ni malighafi ambayo Mungu ameyaleta ili yatumie kuzalisha muujiza wa kwangu kwenye eneo husika.